manabii wa uongo. Sema watatokea manabii wa uongo, ambao watafundisha mapotofu, lakini anasema mtawatambua kwa matendo yao. Jina la Bwana libarikiwe. Nabii wa uongo ambaye sasa anajulikana sana ni mhubiri ambaye kwenye mahubiri yake nafasi ya Yesu haipo, wala utukufu wa Yesu haupo. Huo ndio nabii wa uongo. Lakini nabii wa kweli, ujumbe wetu mkuu ni Yesu. Hebu sema Yesu. Ujumbe wetu mkuu ni nani jamani? Yesu. Halafu kiini cha ujumbe ni nani jamani? Yesu. Hebu sema Yesu. Ujumbe mkuu ni nani? Yesu. Kiini cha ujumbe ni nani? Yesu. Utukufu anapewa nani? Yakitokea mengine nje ya hayo ni nabii wa nani? Amen. Hata mimi mkianza kunitukuza hapa kuliko Yesu, tayari nimekuwa nabii wa uongo. Ujumbe unasema neno juhudi ama bidii ni neno nyeti sana, ni neno muhimu sana katika maisha. Juhudi, hata uimara wa mtu unategemea na juhudi. Alikuwa na juhudi ya kucheza tumboni, mnanielewa? Alikuwa na juhudi ya kujikaza, ya kukaza mwili wake akiwa tumboni. Ametoka duniani haachi, atabaki na juhudi, akianza kutambaa na kuondoka, juhudi. Akianza kusimama, atasimama na kudondoka, na kutembea vivyo hivyo. Bila juhudi ni kilema. Naeleweka? Umetengenezwa na juhudi zako toka ukizaliwa. Amen. Neno juhudi ni neno la msingi sana. Ninaona watoto wanavyocheza, hawachoki, wanaimarisha misuli, wanaimarisha afya. Maandiko ambayo tumeyasoma yanasema Yesu alikuwa anapita katika miji na vijiji akifundisha neno la Mungu na kuponya magonjwa na kuponya maradhi. Alikuwa anapita katika miji na vijiji akifundisha. Akatokea mtu akamuuliza, Bwana, wanaokolewa ni wachache? Watu wanaokolewa ni wachache? Naomba nikuhoji maswali. Wakati huo Yesu anakusanya wanaume 5,000, wanaume 4,000. Sasa kuchanganya na wanawake, unadhani alikuwa makundi ya namna gani? Makubwa. Alafu natokea mtu asema, Bwana, watu wanaokolewa ni wachache. Angekuwa mchungaji mimi ningejibuje? Jina la Bwana libarikiwe. Yaani unakusanya watu 10,000, 8,000, 7,000, 5,000, 4,000. Alafu anatokea mtu anauliza swali, hivi watu wanaookoka ni wachache? Hebu sema majibu ya ajabu. Hebu sema majibu ya ajabu. Na haya majibu ya ukamate moyo wako vizuri. Naomba nielewe mahali pa msingi sana. Majibu ya Yesu, maneno ya Yesu ya ukamate moyo wako vizuri. Akasema hivi, ili kuingia katika mlango mwembamba. Naomba tunapokuwepo kwenye kundi, tunaweza tukawa tumeingia kwenye kundi tu, kwenye grupu namna hii, lakini kuna juhudi ya mtu mmoja kwa Mungu. Yesu anasema jitahidi wewe kuingia kwenye mlango. Anasema maana kuna wakati watu watataka waingie halafu wasiwezi. Kuna msemo unasema hakuna marefu yasiyo na ncha, hakuna marefu yasiyo na mwisho. Kila jambo lina mwanzo na mwisho. Jamani, injili ya kuokoka ina mwisho. Kuna siku haitahubiriwa, kuna siku haitapatikana, kuna siku hutanisikiliza. Imani hii ya kuokoka, injili ya kuokoka, natangaza ina mwisho. Yesu anasema jitahidi kuingia. Najaribu kuangalia wakati wa Yesu ulimwengu haukuendelea kama leo. Ulimwengu haukuwa na shughuli nyingi kama sasa. Niwaambie kweli, ulimwengu wa sasa una shughuli nyingi. Zamani tulikuwa tunasema mwaka unachelewa kuisha. Leo tuna msamiati huu, eti mzee Majo na bibi Maila, kuna msemo wa kusema mwaka unachelewa kuisha. Jamani, Bwana asifiwe. Hebu fanya hivi, Bwana asifiwe. Tuna msamiati kwamba mwaka unachelewa kuisha. Tuna msamiati kwamba wiki inachelewa kuisha. Tuna msamiati kwamba mwezi unachelewa kuisha. Kwa nini? Shughuli nyingi, vichwa vina shughuli nyingi, ulimwengu una shughuli nyingi sana. Hata mimi nashangaa, naona watu sasa hivi wanazeeka kabla ya wakati, wanachoka kabla ya wakati. Kimtazama mtu wa miaka 45, 50, wengi wamechoka.
Ulimwengu unatuchokesha na mambo mengi. Natangaza jamani, ulimwengu huu ulioendelea una shughuli nyingi, lakini hizo shughuli zisiathiri kupenya kwenye mlango ulio mwembamba. Mazingira hayo tulionayo yasituathiri kupenya kwenye mlango ulio mwembamba. Na mlango ulio mwembamba jamani, ni wokovu halisi. Nisije nikaongea kama msamiati fulani kwamba mlango mwembamba ni upi? Ni wokovu halisi. Neno halisi ni wokovu halisi, ni kuachana na dhambi kabisa, ni kumpenda Mungu kwa moyo wote, ni kuachana na dunia na tamaa zake. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa hawataweza, kwa maana kuna muda maalum uliopangwa na utapita. Kama utoto unapita, ujana unapita, uzee unapita, mali zinapita, uzuri unapita. Sasa hivi tunapata matatizo sana. Nikitaka mimi kueleza nilivyokuwa kijana ni kama Mungu fulani, sio kweli. Leo hii unapotaka kuzungumza, yani unapata tabu kutafsiri, kwa sababu ulishapita. Kila kitu kinapita, ujana unapita, uzee unapita, uhai wa mwanadamu unapita, lakini andiko la Yesu, neno la Yesu liko pale pale. Pamoja na mambo yote kupita, jitahidi wewe kuingia kwenye wokovu ambao ni ngumu. Sitaki nizungumze kama ni kitu chepesi. Jambo la kujitahidi sio jepesi. Nani anatoa jasho kwa jambo jepesi? Nani anajitahidi kwa jambo jepesi? Nani? Bwana asifiwe. Ya kutafuta ni shughuli, unatafuta kwa kujitahidi, lakini kuweka hapa vilivyotafutwa ni rahisi. Kwa hiyo maandiko yanapozungumza habari ya wokovu, Yesu hakufundisha wokovu kama ni kitu rahisi. Anawaambia ufalme wa Mungu unafananishwa na mfanyabiashara. Huyu mfanyabiashara, watanisema huyu mkinga huyu, maana wakinga ni wafanyabiashara. Bwana asifiwe. Wakinga, hebu fanya hili wakinga, na waona ufalme wa Mungu unafananishwa na wakinga wafanyabiashara, unafananishwa na wataka wafanyabiashara, unafananishwa na wahindi wafanyabiashara, na wengine na wengine na wengine, unafananishwa na watu hao. Aliyeona lulu nzuri, aliyeona mahali ambapo kuna lulu nzuri, kuna dhahabu nzuri, akaenda kauza lilo navyo vyote, akaenda kununua. Ufalme wa Mungu unafananishwa na wakulima, na mimi naweza kujiweka kabila lake ni wakulima wa kahawa. Anafananishwa na mkulima ambaye katika kupita akaona shamba zuri ambalo anaweza kaotesha kitu. Biblia inasema kwenye shamba hilo kulikuwa na hazina imestirika, akaenda kuuza lilo navyo, akalinunua lile shamba. Uache mambo yote ya dunia, yote unayoona ni mazuri yote ya dunia, ambayo Paulo anasema alihesabu kuwa hasara, alihesabu si kitu kama kufananishwa na uzuri wa kumjua Yesu. Lugha imeandikwa vizuri sana ya Kiswahili. Yaani aliona vitu vingine vyote ni takataka, vyote ni takataka kama uzuri wa kumjua Yesu. Sasa sisi kuna vitu tunaving'ang'ania, alafu vinaathiri wokovu, vinaathiri kuokoka vizuri, lakini maandiko yanagoma, yanataka tuache vyote tumpate Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Mwandishi huyu Luka ameandika vizuri sana kwa mapana, anazungumza, maana alikuwa anaongea kwa Wayahudi. Leo niseme ni kama alikuwa kanisani, kama hapa kanisani kwetu, ndio watu waliokuwa anaongea nao. Akasema, jamani, kuna siku mtataka kuingia, hamtataka. Wakati mwenye nyumba atakuwa amefunga mlango, lakini mtashangaa, watu watatoka magharibi, kusini, kaskazini, watakuwa mbele ya chakula, mbele ya ufalme, mbele ya Ibrahimu, Isaka na Yakobo, wakimfurahia Mungu. Sasa nilikuwa najihoji maswali, wale ambao Yesu aliwasema watatoka kusini, kaskazini, magharibi na mashariki, watakuwepo na Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Wewe utakuwepo katika lile grupu? Wewe ni miongoni mwa watu wanaojitahidi, utakuwepo kwenye lile grupu? Bwana asifiwe. Naomba swali lile jiulize vizuri. Katika lile grupu ambalo Yesu amelitamka, watatoka magharibi, watatoka mashariki, watatoka kaskazini na kusini,
pande nne zote za dunia, wewe utakuwemo. Lakini amezungumza kuna watu watatupwa nje, kuna watu watakataliwa, na kwa kuwa alikuwa anazungumza kama na watu wa Mungu kama ninyi hapa, alisema ndipo mtasema Bwana, mbona ulifundisha katika njia zetu? Mbona nilikuwepo kanisani? Mbona nilikuwepo? Mbona ulifundisha? Mbona nilitoa na unabii? Mbona nilifanya hiki na kile? Mbona nilifanya utumishi wangu mingi? Naomba kusema neno la hekima kubwa. Jamani, kutumika na utakatifu ni vitu viwili tofauti. Narudia, kutumika na utakatifu ni vitu viwili vilivyotengana. Unaweza ukamtumikia Mungu ukawa wa kukataliwa. Unaweza ukamtumikia Mungu, yaani unamtumikia Mungu mwenyewe, lakini ukawa mtu wa kukataliwa. Bwana atawakataa watu ambao yeye mwenyewe Mungu alifundisha katikati yao, alitembea katikati yao, lakini atawakataa na sababu zimeainishwa. Anasema nitawaambia ondokeni kwangu mlio watendaji wa udhalimu. Hapo ndipo kwenye kipimo, akawa na uchafu, akawa na maneno mabaya, akawa na tamaa mbaya, akawa na uongo, akawa na vitu kadha wa kadha, lakini anatembea kanisani, lakini ana ushirika kanisani, ana vitu kadha wa kadha ndani yake visivyofaa mbele za Bwana. Nami natangaza, wanaume kwa mwanamke, kupo kukataliwa, kupo kukataliwa. Tuambie tusiweteke. Naweza kujua Ijumaa hukuja kanisani, si kwamba ulitingwa, ila huna juhudi. Tatizo tu juhudi hamna, yaani unakosekana katika utumishi wa aina fulani kwa sababu ndani hakuna juhudi. Alimpa akili, alimpa utashi, alimpa uwezo wa kutanga. Shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumba kwa Mungu, nayejua matendo yako ya kuwa hu baridi wala hu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu huna uvuguvugu wala hu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa kuwa wasema, mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu, nao hujua ya kwa wewe umnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi. Tazama, nasimama mlangoni nabisha, mtasikia sauti yangu, na kufungua mlango nitaingia kwake, nami nitakula naye na yeye pamoja naye. Yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha enzi. Na yeye aliye na sikio na alisikia neno hili ambalo Roho nasema kwa uchache sana. Kwanza mstari wa 14, yeye Yesu ni shahidi mwaminifu na wa kweli na mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Tunayemwamini Yesu ni mwaminifu. Kama kuna sifa nyingi alizonazo Mungu, hii ni sifa moja ya kipekee. Mungu ni mwaminifu. Nakwambia wewe kanisa, Mungu ni Mungu mwaminifu. Lakini jambo linalofuata, anayajua matendo yako, anayajua matendo yako. Hakuna pa kujificha, anajua. Tena anajua. Analiambia kanisa la Kisukuru Segerea TAG kwamba Mungu anatujua matendo yetu, na katika kujua ameelewa yafuatayo, kwamba hu baridi wala hu moto, sio mpagani wala sio Mkristo. Anaelewa. Anasema ingekuwa heri kwamba ungekuwa Mkristo safi ama ungekuwa mpagani kabisa, ila ameona tuna uvuguvugu, tuna Ukristo kidogo, tuna upagani kidogo. Haya anaelewa, na kwa kuwa hataki uvuguvugu ambao huenda tunao, anasema atatutapika tutoke katika ufalme wake. Amen. Hoji swali, nani angependa kutapikwa kama chakula kichafu? Hakuna. Hebu sema hakuna. Sema sitaki kutapikwa mimi. Sitaki kuwa vuguvugu mimi. Nataka kuwa moto. Mpige Yesu makofi mengi ya shangwe. Neno ambalo hatukisahau yote, liangalie hili. Anasema kwa kuwa wasema, mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu, nawe hujui ya kwa wewe umnyonge na mwenye mashaka na maskini.